Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu sana tunapoenda kumaliza mfungo wetu wa siku ya 7 katika mwezi huu wa April. Leo ni siku ya 7. Tunaenda kumaliza mfungo wetu na tunaenda kumshukuru Mungu tu kwa vile alivyotusaidia kwa wiki nzima. Na kuna mambo ambayo Mungu ameyatenda katika mfungo huu ambayo yapo ambayo umeyaona, lakini kuna mambo ambayo yameshatokea katika ulimwengu wa roho lakini hayajadhihirika katika ulimwengu wa mwili, nayo ujiandae kuyapokea. Yapo mambo mazuri Bwana ameyafanya katika ulimwengu wa roho. Yapo mambo mazuri ambayo umeyapokea kama thawabu katika mfungo wako. Unapofunga kuna mambo makubwa yale usiyoyaweza, yale ambayo yameshindikana, yale ambayo hayakuwezekana kwa akili yako, yale ambayo hata maombi ya kawaida hayakuweza, yale mambo ambayo yamekosekana kwenye maisha yako yamekwisha kutokea na utashuhudia. Nataka kila atakayeenda kupokea jambo lolote, ninamsihi Roho wa Bwana aendelee kumsikilizisha ndani ya moyo wake ya kwamba ni yeye ametenda kutokana na mfungo huu. Kwa hiyo tunaenda kumshukuru Mungu sana. Ninaomba niwatie moyo wale ambao mnafunga, muendelee kufunga pasipo kukata tamaa. Unajua unapofunga kipindi cha furaha, uwe unajua kwamba unaidumisha furaha yako. Lakini kuna mwingine akiwa na furaha, akiwa mzima, akiwa na afya, hafungi, anaona kama why, kwa nini? Kwa hiyo kama tumeweka mfumo wa mfungo kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, uwe unajua kabisa ya kwamba hii hali ya kutafuta uso wa Bwana inatengeneza mwenendo wako wa baadaye. Tunaona kina Ezra walifunga wakautafuta uso wa Bwana, wakamlilia Mungu, Bwana akaonekana walipokuwa katika ule bonde la mto Ahava. Bwana akawaonekania, Bwana akawaongoza katika njia yao, maana hawakuwa na msaada mwingine, lakini Bwana akawasaidia. Tunaona Esther alifunga na kina Mordekai wakafunga, na wote Wayahudi waliokuwepo katika kesi ile ya kuuawa kwa ule waraka wa Haman. Unaposoma kitabu cha Esther, Biblia inasema ya kwamba Esther aliamuru watu wafunge ili kuweza kuingia kwa mfalme kinyume na utaratibu. Walipofunga, Esther akapata kibali, akaingia kinyume na sheria, kibali kilichoishinda sheria. Sheria ikakaa kimya, kibali cha Bwana kikaonekana. Ndivyo ambavyo unapofunga, Bwana anakupa kibali kishindacho sheria. Kwa hiyo unaishi maisha haya katika ulimwengu wa roho. Kuna sheria nyingi ambazo zinakubana. Kuna katika ulimwengu wa mwili zipo vitu vingi vimekushikilia. Kibali cha Bwana unachokipata wakati wa mfungo huwa kinaenda kuziharibu sheria na kukupa neema. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kumshukuru Mungu anayetusaidia kufunga. Tunaona kina Yehoshafati walifunga mbele za Bwana, wakautafuta uso wa Bwana, akamlilia Bwana. Bwana akainuka akasema, vita sio yenu tena, vita ni ya kwangu. Bwana akawaambia, nitasimama, nitapigana, ninyi mtakaa kimya. Na Bwana akaweza kuwashindia, akainua wavizi yao katika njia vita yao. Wavizi yao watainuka kwako, na wale wavizi yao Bwana atakao wainua wataenda kuachilia ushindi kwako. Endelea kufunga, usikate tamaa, usikate tamaa. Kwa hiyo tunapoenda kumshukuru Mungu, tunajua ni kwa namna gani tunapofunga mambo yanatokea katika ulimwengu wa roho. Tunajua ni kwa namna gani tunautiisha ulimwengu wa roho. Tunamtiisha Lucifer na malaika zake, tunaziparalyze agenda zake, tunaziharibu mipango yake, kwa sababu tumefunga na kuutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo tunapofunga na kuutafuta uso wa Bwana, utengeneze mwenendo wako
wako wa leo tu, bali unatengeneza na maisha yako ya baadaye, unatengeneza na maisha ya watoto wako, unatengeneza na maisha ya mali zako. Biblia inasema walipofunga katika ule bonde la mto Ahava, wakina Ezra walikuwa wakitafuta njia iliyonyoka kwa ajili yao, kwa ajili ya watoto wao na mali zao. Kwa hiyo kuna namna unapofunga unatengeneza njia iliyonyoka kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako na mali zako, na hatima yako njema inajengwa kutokana na vile ambavyo unafunga. Kwa hiyo tunaenda kumshukuru Mungu, lakini kipindi tunamshukuru Mungu tunajua kabisa ya kwamba kuna jambo Mungu amekwisha kulitenda. Tunamwambia Bwana asante. Wewe ambaye ulikuwa ukifuatilia maombi haya ya wiki nzima, lakini ulikuwa haujafunga kwa sababu mbalimbali, muombe Bwana akusaidie kwamba mfungo ujao tutakaoanza mwezi ujao wa 5 tarehe 1, basi Bwana akusaidie uweze kufunga, kwa sababu unapoendelea kufunga na kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya mwezi huo, kila baraka zilizojificha zinaenda kufichuliwa na kuwekwa mbele yako. Tunajua kabisa ninapoenda kumshukuru Mungu wakati huu, ninaona ndani yangu kama kuna watu wanaenda kufutiwa madeni katika ulimwengu wa roho. Ninaona ndani yangu kama kuna watu wanaenda kupata amani tena. Ninaona kama kuna uponyaji unatembea kwenye mifumo ya afya za watoto wako, za familia yako, za mume wako ama mwenza wako, za kwako mwenyewe. Kuna mifumo inaenda kupona, kuna mifumo inaenda kuimarishwa. Nataka twende mbele za Bwana tukamshukuru, na kwa pamoja, kwa wewe ambaye ulikuwa umefunga ama wewe ambaye haukufunga lakini ulikuwa pamoja nasi katika maombi haya, ulikiasikia, kwa pamoja tunaenda kutoa sadaka ya shukrani. Sadaka hii ya shukrani kwa ajili ya mfungo itaenda kufungua mambo mengi katika ulimwengu wa roho. Sadaka hii ya shukrani katika mfungo inaenda kutupa kibali katika ulimwengu wa roho. Kwa tunaenda kufunga, tunaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mfungo, na tunaenda kuombea mfungo ujao. Bwana akazidi kutuimarisha zaidi. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako, ninakushukuru sana. Mungu aliye hai, asante kwa vile ambavyo umekuwa pamoja nasi katika mfungo huu wa siku 7, na leo tunaumalizia. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa maana umekuwa pamoja nasi, umetutetea na kutupigania, umetushindia na kutupa neema. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninaomba nuru yako inayoangaza kwa watu wako, nuru ya uso wako. Umetuangazia nuru hiyo Bwana katika mfungo huu. Umetuangazia nuru ya uso wako Bwana, na kuliondoa giza katikati yetu. Umetutia nguvu ndani yetu. Kwa neema na rehema tunaamka katika jina la Yesu kwa ushindi usio kawaida. Roho Bwana, ninakushukuru sana. Ninaomba endelea kusimama pamoja nasi hata kwa ajili ya mfungo ujao. Mungu aliye hai, wa mwezi wa 5 na mifungo mingine inayokuja. Roho Mtakatifu, asante kwa vile ambavyo uko pamoja nasi, unatupigania, unatushindia Bwana, unauhisha ujana wetu kama tai, unatupa neema na rehema, unatupa furaha Bwana, uketie mahali pa juu palipoinuka patakatifu sana, unayetuhudumia kwa kutupa neema itokayo katika kiti chako cha neema. Mungu aliye hai, asante kwa maana mtoto wako huyu naye amepokea neema ya mfungo huu Bwana, tukisogelea mbele ya uso wako Bwana, tukisema asante, umetuwezesha, umetupigania, umetushindia Bwana. Tunakuja mbele zako kwa toba, mahali ambapo tukufanya sawasawa katika mfungo huu Mungu aliye hai. Tunaomba rehema na neema zako Bwana, uturehemu mahali ambapo hatukuenda vile uliyotaka tuenende Bwana. Tunaomba toba, uturehemu mahali ambapo tumefanya kinyume na mapenzi yako. Uturehemu Mungu wa kweli, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema inayozidi sana. Asante kwa kibali cha rehema na neema. Uturehemu Bwana kwa rehema zako mahali ambapo tulitega, hatukufanya ipasavyo, tulifanya chini ya kiwango. Uturehemu mahali ambapo hatukufanya kwa makadirio na matarajio yako. Mungu wa kweli, uturehemu Bwana, utupe ubora zaidi katika mfungo ujao, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Rehema mawazo yetu yaliyokuwa
ni ya ubatili wakati wa mfungo. Rehemu matendo yetu yaliyokuwa na ubatili katika mfungo. Rehemu chochote kilichojiinua kinyume na mapenzi yako wakati wa mfungo. Baba, ninaomba neema yako mimi na watu wangu tukawe na neema machoni pako kwa ajili ya mfungo huu. Baba, asante kwa rehema na neema. Pokea sifa, heshima na utukufu. Tunakushukuru kwa vile ambavyo umetupigania Bwana, umekuwa pamoja nasi, umetushindia Bwana, katika jina la Yesu. Katika majaribu yote katika mfungo, we Mungu umekuwa pamoja nasi, umetupigania Bwana. Sio sisi tulioshinda, bali ni we Bwana uliyeshinda ndani yetu. Umetutia nguvu na kutupa neema. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, tumezibeba sadaka zetu za shukrani mbele za uso wako Bwana. Tunaomba ukazipokee sadaka hizi, ukazipokee Mungu liye hai, ukazitakabali Bwana, na ziwe manukato katika kichako cha enzi kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Sadaka hizi Bwana zikawe manukato kwa jina la Yesu, zikatoe uvumba Bwana, harufu njema ya kukupendeza. Ninaomba Roho Bwana, unapozipokea sadaka hizi za shukrani, geuza maisha yetu, geuza maisha ya mtoto wako anayekutolea, geuza moyo wa mtoto wako anayekutolea. Mponye Bwana kwenye kila kona. Hiyo sadaka ipige kelele kwa ajili ya uponyaji kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako Yesu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako nzuri njema kwa Bwana ya shukran, utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.